Yaani jamani, huyu dada mama yao ni mchawi, tena kiongozi wa wachawi, na wanajua, na alishawaambia, na ndugu zao wanawaambiaga, na kila mtu anawaambiaga kwamba mama yenu nyie ni kiongozi na ni mchawi na ni kiongozi wa wachawi. Sasa mama yao baba yao alishafariki muda tu, kwa hiyo mama yao huwa anapenda vibenteni, anapenda wakaka wadogo wadogo, anapenda dogo dogo. Sasa mara nyingi mama yao huwa unajua mtu mama akishakuwa mzima afu akaanza kutembea na vitoto, ni ngumu sana kukuta kwamba hivyo vitoto ndio vinamhudumia. Mara nyingi huwa ndio anawahudumia. Kwa hiyo sasa huyu mama naye kwake haina tofauti, yeye ndio anahudumia hivi vitoto. Sasa kwa miaka huyu binti anakuambia tulikuwa tunafanya kazi, kaka zangu wanafanya kazi, lakini kuna namna ambapo mama akipiga tu simu mnajikuta mmemtumia pesa, na sio kama mji pesa za nini, mnajua pesa ni za nini. Anaweza tu akawapigia simu anakupigia simu anakuambia hivi unajua babako ana shida fulani. Babako ndio baba wa kambo huyo, ambaye huyu binti anakuambia mama yao anadetiki vikaka vidogo kuliko hata wao. My friend, anaweza kukupigia simu akakwambia babako anaumwa. Yani from nowhere tu unajikuta umechukua ile pesa umemtumia. Alafu ukikaa baada ya muda sio kishakaa unaanza kujiuliza, mbona nimemtumia ile pesa? Unajuta, unasema siwezi kumtumia tena, lakini akikupigia tu simu hauchomoi, lazima utatuma pesa. Na hicho kitu ni kitu ambacho amekuwa analalamika sana. Yani anasema wao wako wanne, yani hicho kitu analalamika sana, wote hawana maendeleo. Yani ikifika tu kile kipindi cha mshahara, mama yao anajua kipindi cha mshahara, anaanza kupiga simu kuomba matatizo, anaanza kuomba pesa. Kuna hichi kimetokea, na mnajikuta tu mmemtumia pesa. Sasa huyu binti anasema yeye akaona amna, hichi sio kitu cha kawaida. Akawa anaongea na rafiki yake akamwambia kuna mtu ngoja nikupeleke. Akapelekwa kwa mganga. Alipofika kwa mganga akamwambia, yani kama hata kuangalia sana, mganga akamwambia mama yenu kawachezea wote nyie, kawafunga, kawaweka hapa mkononi, anachokitaka mnampa. Yani nyie kawaweka kama misukule, yani kama wafanyakazi wake. Mpo mnafanya kazi, lakini mnamletea nyie hamtakiwi mfanikiwe kwenye maisha yenu. Yani nyie mama yenu ndio anatakiwa ale pesa zenu mpaka siku anaingia kaburini. Mind you, wakati mama anaomba hizo pesa, kuna kijana alikuwa naye kwenye mahusiano ambaye aliachana naye majuzi kati hapo, unaambiwa mpaka alimjengea yule kaka nyumba mpaka ikakamilika kwa mishahara watoto wake wanne. Sasa huyu mganga akamwambia huyu dada kwamba mama yeye ndo anafanyia hivyo. Huyu dada akamwambia basi naomba unisaidie. Mganga akamwambia ina shida, nikusaidieje? Mganga akamwambia mimi nataka tu nijitoe kwenye hicho kifungo. Sitaki kumdhuru kwa sababu ni mamangu, lakini nataka nijitoe kwenye hicho kifungo. Nataka kuwa na maisha yangu, nataka kujenga familia yangu, nataka kuwa na kipato changu, kwa sababu yani nakaa sina hata pesa ya kununua kitu, kwa sababu mshahara ukishaingia tu kuna namna mama atajua, atakupigia simu na pesa lazima utatuma. Yani yuko na wewe kwenye simu anaongea na wewe mpaka pesa unaituma. Ukishamaliza ndo akili yako inarudi, unajiuliza nimemtumia vipi mama hiyo hela, na isha. Basi akaenda kwa mganga akamwambia sawa nitakusaidia. Mganga akafanya vya kufanya nini hivyo. Kabla hajaondoka, anakuambia kabla hajaondoka pale kwa mganga, mamake akapiga simu anakasirika vibaya, amekasirika anafoka. Wewe mbwa malaya, nimekulea wewe, nimekuzaa kwa uchungu, nimekulea nimefanya mambo ya ajabu kwa ajili ya malezi yenu, afu unakuja unaenda kufanya mambo ya kipuzi. Huyu binti ndo anashangaa, anamuuliza mama mambo ya kipuzi yapi? Mamake anamwambia hujui, huelewi, unajifanya mwenda wazimu, uko wapi hapo? Akamwambia hamna mama, kuna sehemu nipo uongo. Mimi najua nilichowafanya. Yaani mkienda tu kinyume na mimi mkafanya kitu chochote, yani najua kabisa. Najua kuna kitu umefanya. Mwambie huyo mpumbavu mwenzako nitamkomesha. Sasa naona sijui alikuwa anamaanisha ni mganga. Sasa sijui kama alijua ni mganga au alijua kama ni mtu amefanya nini. Labda ni mtu tu kampa dawa hivyo. Kwa hiyo ndio akaona, nahisi mamake akajua ni mtu tu kampa dawa, ndio akasema atadili naye. Sasa bwana, huyu binti anakuambia akawa yani mwezi wa kwanza tu kupokea mshahara, mamake akumpigia simu, yani akajikuta ule mshahara anakuambia ameenda amefanya shopping. Anakuambia sijaje kwenda kufanya shopping hizi, nikajikuta nimeenda nimenunua nguo, nimenunua viatu, nimenunua losheni, nimenunua vile vitu ambavyo nilikuwa natamani, nimenunua vyakula nimeweka kwenye friji, nimejinunulia na kasimu, maana nilikuwa natumia kisimu cha kawaida tu, yani kwa sababu pesa yangu yote ilikuwa inaenda kwa mama, nikafanya vitu vyangu. Siku hiyo mamake akaja. Mind you, yule dada alivyoenda kwa mganga, yule mganga akamwambia nitakutibia, lakini kukutibia bila kukupa kinga ni kazi bure, kwa sababu mamako akija kwako akikukuta au akifanya tena vitakukuta. Kwa ufanya kinga. Yule dada akafanya kinga. Sasa mamake siku hiyo ameshangaa tu yuko nyumbani, mamake akaja bila hata hodi, kaja. Kafika mwenyewe, akafika kaingia ndani. Hamna salamu hamna nini, kafika tu kaingia ndani kama ugomvi vile. Alivyoingia ndani nakwambia kaingia chumbani, kazunguka huko ndani akiwa anaangalia huko anaguna, kaingia kwenye fridge, ndio umeamua jinunulie vyakula. Wewe unajua mimi naishije? Yaani mimi ndo nawategemea nyinyi, nimewazaa kwa ajili mnatakiwa mje mnilee nini, wewe umeamua pia kujinunulia vyakula, sio kitu gani. Kaingia kaona na kisimu. Kwa hiyo umeamua ununue na simu. Mimi mamako sije kutumia simu nzuri, ndio natumia simu nzuri. Nakwambia akasonya, akafanya vya kufanya, akaondoka. Sasa alivyoondoka yule dada akampigia huyo mganga akamwambia bwana kuna moja pesa tu kimetokea. Akamwambia sawa subiri. Akamwambia njoo, akaenda. Uzuri ni hapa pada, akaenda. Alipofika akapewa dawa, akaambiwa dawa kadekie ndani. Mamako alivyokuja ndani hata hajaja kwa uzuri, kaja kukuedekea dawa mle ndani. Kadekie na niliu kadekie dawa, safisha nyumba yako, mwaga dawa, na kama kuna chakula ambacho kilikuwa kimefunguliwa mwaga. Yaani
kubali tu hasara ya kumwaga kitu kilichofunguliwa, lakini sio kitakachokukuta. Binti akafanya hivyo. Usiku wake mamake kampigia tena simu, akaanza kufoka kumtukana. Tena alikuwa anamtukana matusi ya nguoni. Mtoto ulivyo una shukrani, bora hata ningekutupa wewe. Bora hata nilivyokuwa nakuzaa ningekubana ungekufa wewe, una shukrani. Kamtukana malaya mbwa, sijui kitu gani. Malaya mbwa, wakati mama ndio malaya mbwa anatembea paka na vibentei vitoto vidogo, mama umeshindikana. My dear. Usiku binti anakuambia usiku nikalala, nikaanza kusikia kishindo juu ya bati. Yaani ni kishindo kama mtu anatembea juu ya bati. Akajitahidi akachukua simu arekodi, my friend ana rekodi, hakuna kinachosikika lakini vishindo vinaonekana. Sisi unanielewa vizuri. Mara nakwambia kalala kitandani anatetemeka, anajiuliza sijui nitafanya nini. Michanga ikaanza kumwagika juu ya bati. Anaona michanga inamwagika ni kama mvua inanyesha juu ya bati na humo ndani inamwagikia humo ndani. Inamwagikia kote kasoro kitandani. Sijui unanielewa vizuri. My friend akawa amekaa, akawa hana usingizi. Ghafla tu akajisikia kama usingizi ule wa ghafla, yani kuna kitu kimekuja kikambeba, akamuota mamake. Mamake anamwambia wewe, unataka kushindana na mimi lakini wewe hutoniweza. Mimi nimekuzaa, nimekutoa kwenye uchi. Huko nilikokutolea, nitakukomesha. Huwezi, yani wewe huwezi kukata nguvu yangu wewe. Huwezi kwenda kujitenganisha na mimi hata siku moja. Mimi nitakukomesha. My friend akashtuka, alivyoshtuka akakuta tu michanga iko mle ndani. Akatoka akashtuka, ilikuwa karibia asubuhi. Akakaa, hakuendelea tena kulala, akafanya vitu vyake, akafanya usafi, akachukua ile michanga akaifagia nini, akamaliza, akawa ameenda kazini. Alivorudi akakuta ndani kuna maji. Yaani maji kwanza, humo ndani kwanza anakuambia ana maji hapo kwenye jaba, na majaba tu, afu ndani hakuna bomba la maji, lakini humo ndani kumejaa maji. Yaani ukitembea huu nyayo unazibwa na maji. Yaani kuna maji kama mtu kaacha bomba maji akamwagikia mle ndani. Kuna maji yamejaa nakwambia. Kaenda amechoka nakwambia, kaenda kwenye kochi, anataka kukaa kochi liko chapa najuza mbona limeloa, anashika kochi liko chapa limeloa mimaji. Kaingia chumbani, aenda kapumzika kitandani, na kwenyewe chapa nakwambia maji yanafanya kudondoka kwenye godoro. Maji, yani maji yamejaa kwenye godoro, yani kama godoro limeingizwa baharini likatolewa. Dada akatoka nje, anakuambia nitoka nje, nikaenda nikakaa nikalia, nikampigia simu rafiki yangu. Hapo imagine hapo nakwambia alikwenda kwa waganga, mama yao alikwenda kwa mganga, mama yao think anaongea na ndugu zake kwa wakawa hawaongei. Sasa akaenda akampigia simu shoga yake. Huyo shoga yake anampeleka kwa mganga, akamuelezea kilichotokea. Akamwambia mimi hata sijui kinachotokea, ni sijui hata itakuwaje. Siku hiyo my friend akawa ametoka kesho yake, akawa ametoka asubuhi, anataka arudi kwa mganga, maana aliongea naye akamuelezea kilichotokea. Akawa ametoka arudi kwa mganga. My friend alikuwa amekaa kwenye daladala kwa mbele pale, maana anasema gari ilikuwa imejaa, kwa hiyo nikawa nimekaa pale mbele. Anapokaa dereva afu hapa pembeni akawa amekaa. Wakati wanaendesha wako kwenye speed ya 4G, dada anakuambia nilimuona mama yuko katikati ya barabara. Mimi ndo nikafanya kumshika dereva mkono, yani nikamshika mkono nikamtikisa. Gari ikaenda ikapata ajali. Uzuri hawakufa, ila watu waliumia. Yani anakuambia mimi nilimuona mama, yani nikajikuta tu namshika yule dereva mkono namtikisa, tukapata ajali. My dear, dereva akawa ameumia, hakusema. Kwa hiyo sidhani hata kama hiyo issue tena ilikuja ikatokea, lakini dada anakuambia nikawa nimeumia nikatoka hapo. Baadaye niko hospitali, nimerudi nyumbani, mama ananipigia simu, nikapokea, akaniambia una bahati, bado uko hai, bado unapumua, bado nitakuonyesha, nitadili na wewe. My friend, sio karudi nyumbani, akakuta kuna chakula ambacho alikuwa amepika, akakuta chakula kipo kama kimekorogwa, yani ni kama mtu kaweka kitu afu akakikoroga. My friend anakuambia tu akashindwa kujizuia, akawa anachukua kile chakula anataka kula. Yani kuna kitu kinamlazimisha yale kile chakula, lakini akawa anashindwa. Kwa yani ni kama alikuwa kuna force anayoshindana nayo, akajikuta kile chakula kimemwagika chini. My friend, kile chakula kilidondoka kwenye container kikamwagika chini. My dear, unaambiwa kile chakula kilivyodondoka chini kilikuwa kinafunza chini. Yaani funza wanatokea kwenye kile chakula. Chakula ambacho anakuambia nilikipika jana yake nikakiweka kwenye fridge. Mind you, wakati wote huo mlango umefungwa, na hapo wanapoishi kuna majirani. Kwa hiyo muda wote majirani anakuwepo ambao hawaendi kazini. Akawa anauliza labda kuna mtu ameingia huko ndani, au labda kama mmemwona mtu yote. Majirani wanaambia hatujaona mtu yoyote sisi, yani kuna dada mmoja ambaye anafanya biashara hapo nje. Lakini akamwambia mimi sijaona mtu yoyote. Yani hakuna mtu aliyeingia huko ndani. Mtu yoyote aliyeingia huko ndani. Muda wote niko hapa nafanya biashara. My friend, akaenda akaingia ndani na kuambia akachoka, maana hapo ilibidi sasa, unajua lile godoro lake lilivyoloa aliachaga nje, akawa ameenda ameazima kigodoro kidogo tu akawa ameweka hapo kitandani. My dear, anakuambia nikawa nimekaa hapo kitandani, nikawa najiwazia maisha yangu itakuwaje, maana hata sielewi vitu vinavyotokea usiku. Nakwambia akawa amelala, yani alikuwa yuko macho actually anawaza. Akajikuta tu ameingia kwenye ile, kwa watu ambao washe kutokeaga na zimu, sijui ni nini ile wanajua lile, ambao unakuwa uko macho, uko umelala, yani kitu kinakutokea huko unakiona lakini kujigusa uwezi. My dear, anakuambia Dalizi, nilikuwa nimelala naona na naelewa,
nikamuona mama yangu amekuja, ametokea kwenye upande mmoja, yani ametokea kwenye kona moja ya ukuta wa nyumba yake, chumbani kwake mle. Mama yake akatokea na bibi yake, akatokea na shoga yake mwingine ambaye anamjua, yani huko kwa mama yao kuna shoga wao mmoja ambao anajuana sana na mzee mwingine, wakatokea wote maidia. Wamekuja pale, wakaja na kuambia wamekuja na fimbo, wakaanza kumtandika, anatandikwa, yani anaumia, lakini anakuambia siwezi kujitikisa, siwezi kufanya chochote, najikuta tu nalia, anatokwa na machozi. Nakwambia unaambiwa walinichapa, wakanipandia juu, wakawa wananikanyaga kanyaga, wakanipandia juu, wakawa wanarukaruka, yani wananikanyaga kanyaga kama wanataka sijui kukanyaga kitu gani, yani kama wanakanyaga nyoka wanataka wamuue. Mamake akamwambia hii ndio dawa ya jeuri. Yaani nilikwambia utakula jeuri yako, ndio dawa ya jeuri na bado nitakukomesha. Anakwambia Dalizi, nilitandikwa. Sio unanielewa vizuri, nilitandikwa. Alafu nikamaliza, mama akanichanja chale usoni, akanichanja chale mabegani, akanichanja chale kila mahali. Kanichanja mpaka usoni, alafu chale kubwa, naona kabisa, najisikia kabisa damu zinamwagika, lakini siwezi kufanya chochote. My friend. Baada ya wale watu kuondoka, wakamwambia sasa utakula jeuri yako. Akaanza kupotea mmoja baada ya mwingine, anakuambia nikaona mama kapotea mwingine mpaka wakapotea wote. Alipopotea tu wa mwisho akajikuta amerudiwa na fahamu. My dear, anajaribu kuinuka hivi, mwili wote unauma, anajiangalia, ana alama za viboko, ana alama mwili mzima jinsi alivyopigwa. Anainuka anaenda kwenye kioo, my friend, anajikuta amechanjwa, yani mialama mikubwa, damu zinatiririka, yani kama vimfereji usoni huku, si mabegani kote kachanjwa kama vimfereji, damu zinamwagika. Na imagine walimwekea dawa kwenye hizo walivyomchanja. Nakwambia nilivyoinuka, nakwambia nikachukua simu, nataka kupiga simu nimpigie yule baba mganga, ikawa simu haitaki kufanya kazi. Ilibidi nitoke nje niombe simu, kwa sababu dada yake na shoga yake ambaye alimpeleka kwa mganga anaishi pale, ndio kwenda kumuomba dada yake na shoga yake kumwambia please, naomba umpigie simu shoga yangu, ampigie mganga amuelezee kilichotokea. Hapo watu wametoka nje, wamekuja kukaa naye nje, kuja kushangaa kilichotokea, kwa sababu yani ni ngumu kusimulia na msimuliaje mtu kwamba mama yangu eti mwanga kaja kuniwangia ndio kanifanyia hivi. Yule shoga yake nakwambia akapiga simu kwa mganga, baba ana roho nzuri sana, uwezi amini, alitoka kule alikotoka akaja. Alivyofika tu mganga nakwambia akashtuka, akasema sasa wewe ulisema unataka kumdhuru mama yako, lakini ngoja mimi nikukomeshe. Na nataka nikuwekee kinga ya badili sasa. Mganga akaingia mle, kwanza alivyoingia tu mle ndani nakwambia ni kama alikutana na force, yani mganga akarudi nje kwanza kwa speed, akasema wewe humu ndani ni kuzito. Akaanza kwanza kumwaga dawa, akaanza kuwanga na kuambia pale kawanga kamaliza, kaingia ndani kapiga manyanga. Unaambiwa amefanya manyanga humu ndani mpaka asubuhi kuna kucha. Mganga yuko kule chumbani anafanya vitu. Baadaye sasa akaja sasa ndo akamshika huyo binti, akamwambia wewe inabidi niende na wewe kwangu. Hapa siwezi kukufanyia hii kazi. Akaenda na yule binti kwake. Binti akapiga simu ofisini, akaombewa ruhusa, akaenda na yule mganga kwake. Mganga ndo akaanza kuhangaika naye na kuanza kumtibia, kuanza kumtoa. Binti anakuambia Dalizi, nilitapika hirizi. Hizi hirizi zananiliu kama cheni, sijui kama shanga, hizi alizitapika kama shanga, akatapika vidude vimefungwa na kuambia mwisho wa siku anakuambia Dalizi, nilitapika kitu kama panya. Nilitapika mdudu ambaye yuko kama panya. Mganga akaniambia yani huyu ndo alikuwa anakutafuna katika maisha yako, ndo alikuwa anakutafuna katika mwili wako, sasa hivi uko huru. Lakini mamako akijua nimefanya hichi nilichokifanya, mimi nilikuwa nimekufanyia tu kidogo kwa sababu nilikuwa naogopa kuingia mambo ya familia, lakini akijua hicho ulichokifanya atajaribu kukudhuru tena, na sasa hivi kajaribu kukua, kajaribu kufanya kila kitu. Sasa hivi nakwambia hivi anaweza akakutumia hata majambazi. Fanya kinga badili. Binti akakubali, akasema sawa. Hapo sasa alikuwa kashaenda kazini, kwa hiyo anabia kibakiba, my friend. Yeye pamoja na yule shoga yake mganga akamwambia yani nitakufanyia kwa gharama, yani gharama nyingine utakuja kunimalizia. Mganga akamfanyia tiba ya badili. Anakuambia Lizi, nikaa kwa mganga mwezi mzima kwa ajili ya kutibiwa. Kwanza mganga akamwambia hizi chala alizokuchanja huko kakutilia dawa, yani utakuwa unatembea wewe nuksi inaonekana. Hauonekani wewe ni nuksi, itakuwa inaonekana. Yani mtu akikuona tu anakuchukia. Yani mimi nishikutanaga na watu wa hivi. Yani namuona tu mtu ghafla tu namchukia, roho yangu inamchukia, sikujui ni yule, lakini najikuta tu nimekuchukia. Akamwambia mamako amekuwekea madawa, kila chala aliyokuweka akakuweka vitu tofauti. Kuna nyingine amekuweka za umaskini, nyingine akakuweka za kuchukiwa, nyingine za kuweka. Yani kila chala akakuwekea dawa tofauti. Mganga ndio ikabidi sasa kuchimbua. Sasa anakuambia Lizi kama alikuwa anafanyia operation, kuchimbua kutoa zile dawa alizokuwa mama kaniwekea ndani, mpaka anatoka hapo Lizi nakwambia nilikuwa nina alama uso mzima, lakini nikaambiwa, nikasema bora alama zipone kuliko hayo maisha, kuliko hizo takataka ziendelee mama alizonifanyia. My dear akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani nakwambia maisha yake yakaendelea tu kama kawaida, mamake akawa hapigi simu. My friend, anakuambia ikapita kama miezi mitatu miezi minne hajaongea na mama yake. Akawa amehama na ile sehemu aliyokuwa anakaa, kwa sababu mama yake si anajua, akawa amehama ameenda amekaa sehemu nyingine. Maisha yake yako vizuri, akapataga na bwana. Anakuambia maisha yake yote hajawahi kuwa hata na bwana. Kila bwana anayemtongoza anajikuta tu bwana amemkataa, yani wameachana hivyo. Bwana anaweza akamtongoza leo akamkubalia, wakapigiana kesho kutwa bwana anapotea hivyo, akimpigia tena simu hapokei. Ndio maisha yake yamekuwa hivyo. Sijui naelewa vizuri. My friend, akapata mpaka bwana akawa yuko anaendelea na maisha yake. Hasa anakuambia siku hiyo akawa yuko na bwana wake. Siku hiyo yuko na bwana wake mwenyewe ndani, wapo ndani wamefanya vitu vyao, wamelala. My dear,
Usiku unaambiwa ni bwanake alimwamsha, anamuuliza unasikia? Kukaa vizuri, anasikia kama kimbunga, yani humo ndani upepo ule unalia akaanza kusikia sauti ya mapaka inalia kama wale watoto wale wanaliaga, sijui kama watoto wameanza kulia kama watoto, na kuambia huko upepo unalia wakaanza kusikia kama chui, si ni fisi wale wakicheo wanaanza kulia kama fisi, na kuambia mara papo wako hapo, na kuambia wakasikia kishindo kitu kama mtu kadondoka chini. Wanajiuliza ni nini, ule upepo ukawa unavuma, na kuambia nyumba ikawa kama inatetemeka, mpaka mabati yanatetemeka, nyumba nzima inatetemeka. Wanajiuliza ni nini. My dear, akampigia simu mganga, akamwambia, kwa sababu mganga alimwambia kikitokea kitu chochote kile niambie, kwa sababu hivi vita ulioingia na mamako ni vita kubwa sana. Akampigia simu ule mganga, akamwambia kama umesikia kishindo, inamaanisha basi mamako alikuja. Kama sio mama yako, kuna mtu kamtuma, atakuwa yuko sehemu maeneo hayo, atakuwa kadondoka. Ngoja nini, si hayuko mbali. Mganga akatoka huko, ana pikipiki. Mganga unaambiwa akatoka huko, kapanda pikipiki yake, kaja mpaka pale. Alivyofika akamgongea mlango, akamwambia wewe njoo, toka nje, usije ukasema mimi ndo nimekuwekea hivi vitu. Ndio ile binti kutoka nje. My dear, mama yake yuko kwenye kona ya nyumba, ni kama alikuwa anataka kuingia mle ndani. Kwa hiyo yani alipotaka kuingia mle ndani, kwa sababu ile binti alishalindwa, akashindwa kuingia. Kwa hiyo akajigonga ukutani, akadondoka, kwa sababu alikuwa na alama hapa kwenye utosi. Mganga anamwambia ni alama, kwa sababu alitaka kuingia, akajikuta ukuta hauingiliki, ndio akajigonga, akadondoka, anatoka damu, kavaa mairizi mwili mzima, kavaa mairizi, sijui ndio kinga, sijui kitu gani. Unaambiwa mama yake alivyogeuka, mganga akamgeuza. Sasa mama yake, yani mganga alivyogeuka, yani yule mama alivyogeuka tu kumuona mganga ile usoni, mama kaanza kulia, jamani, naomba unisamehe, sikujua kama ni wewe. Huyu mganga akamwambia, nilikuambia, nilikukanya, ulinifuata nikakukanya, nikukwambia achana na huyu binti. Huyu mama kaanza kulia, anamwambia mganga, please naomba unisamehe. Mganga akamwambia, hata hiyo sio vita yangu, na mimi sijakufanya chochote, ila kimekukuta ulichokitafuta. My dear, hapo tukawa sasa, huyu dada anakuambia, nikawa nimekaa hapo, tumekaa hapo, mganga anaongea. Huyu mganga akawa anamwambia, wewe fanya unavyofanya, kusanya virago vyako, ondoka, na hii ni advertise, ukijaribu tena kitakukuta kitu. My dear, hizi amini, wanakuambia ni huyu binti anakuambia, kama ingekuwa niko mimi peke yangu, sipo na bwanangu, yani bwanangu alikuwa yuko pale, watu wasingeniamini. My friend, wakati wanaongea pale, baada ule mganga kumwambia nimekupa, yani go ahead, ondoka, kusanya virago vyako, ondoka, unaambiwa ni upepo ulivuma, yani kama kimbunga, kikaja akapotea, akaondoka. My friend, kesho yake binti anapigiwa simu na ndugu yake, kaka yake huyo mkubwa, akampigia simu akamuuliza, wewe umemfanya nini mama? Akamuuliza, nimemfanya nini mama, kwani mimi nimefanya nini? Akamuuliza, kwanza uko hapa? Akamwambia, niko nyumbani kwangu. Wapi? Sehemu fulani, ni mbali kutoka mama yao anapoishi mpaka alipo huyo binti, ni mbali. Huyu kaka anakuambia mama alikuwa anapiga simu mara kwa mara, anakulalamikia, anasema wewe unataka kumjaribu, wewe ni kama unamchallenge. Kwa hiyo sisi tumepigiwa simu asubuhi, mama kadondoka chooni, ameparalyze upande mmoja. Akampigia simu mganga niende, akamwambia usiende, akabaki akakaa nyumbani. Binti unaambiwa hakwenda nyumbani, wewe mama mpaka sasa hivi unaambiwa mama yupo ka paralyze, anampigia binti kila siku, anamuomba msamaha, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Mganga akamwambia muulize tu swali moja, nikusamehe, uchawi umeacha? Mamake akamwambia uchawi mimi siwezi kuacha, kwa sababu uchawi nilirithishwa, nikiacha uchawi nitananiliu, nitapewa adhabu. Mganga akamwambia usisubutu kwenda, usisubutu kufanya chochote. Huyo kama uchawi hajaacha atakufanyia tu, na kuparalyze kwake huko mkono mmoja huko paralyze kidogo kiko hivi, baada atakufanyia uchawi. Hatoacha, mchawi haachi asili yake. Mganga akamwambia usiende. Sasa unaambiwa baada ya mama kuparalyze, naona sasa majukumu yake akawa ameshindwa, mabwana wakawa wamemkimbia. I think alikosa hata sehemu ya kutumia hizo pesa za watoto wake. Ndio unaambiwa sasa hivi at least watoto wake hao wengine na wenyewe wamejenga, wana maisha yao, wana biashara zao, wana familia zao. Sasa unaambiwa juzi hapo mama kazidiwa, akawa anaomba huyu mtoto aende. Anapigiwa simu, mama anakuomba wewe uende, anakuomba anataka kuombe msamaha, ila anataka kuone live macho kwa macho. Kwa hiyo nenda kwa mama ukamuone afi kwa amani. Ndio huyu binti kaja kuniuliza, kaja kuniomba ushauri, Dalizi, niende nikamuone mama? Nikamwambia my friend, block huyo mamako, block mizimu yake, block vikapu vyake, block takataka zote. Uende wapi? Muache afi apumzike kwa amani. Wameanza kufa mabibi na mababu, wajomba, mashangazi, mafisi, makitu gani, kunguni, mchwa kila siku watu wanakufa, watu mamilioni. Hata kwa mtu wa kwanza kufa, muache afi akakutane na Mungu wake, akampea adhabu. Muache afi akateseke tena afi haraka, ili akakutane na nafsi za watu ambazo amezisulubisha. Yeye amekuwa kwanza kufa. Wamekufa wangapi? Mwache afe kwa amani, apumzike kwa amani. Nimemwambia tu my friend, kusanya tu hela za kuchangia msibani. Akisha kufa, nunua gunia la mchele. Usitoe hata hela yako, nunua gunia la mchele, wapelekee akazike salama. Uende. Yaani mtu kakutesa hivyo kwenye maisha yako, afu unaenda. Na unaambiwa miaka yote aje kushika hata mimba, lakini baada ya mamake kuparalyze na kupewa kinga mganga, sasa hivi binti anakuambia nina watoto wawili. Miaka yote mama kafunga uzazi, watoto wake wote kawafunga uzazi, sasa hivi ndio ndugu amezaa baada ya kuparalyze wote, kila mtu ana mtoto sasa hivi. Sijui alikuwa anawala nyama wajukuu zake, sijui hata alikuwa anafanya nini.
Eti mnenda mamako afe kwa amani, afe. Kwani wote wanaotaka kufa wanatakiwa kuona watu kufa kwa amani? Wewe Israeli hajamfuata tu. Wewe unafikiri Israeli akimfuata atamsubiri binti yake afe kwa amani? Wewe unafikiri Israeli ana muda wa kumsubiri binti yake aje afe kwa amani? Sema tu hapo kilingeni kwao kapewa masharti, mtoto wake akija nyumbani ndo anaweza kumzuru ili maisha yake yaendelee, uchawi wake uendelee, lakini sio kusema kwamba anataka kufa kwa amani, afe mbele ya safari huko. Mpeni ushauri huyu binti.